Kafiti School Talent washa kipaji. Tumekutana maalum kwa kuzindua program ya jimbo letu la Ilemela katika eneo la kuinua vipaji. Kwa hivyo leo tumesema sasa tuangalie vipaji katika shule zetu za sekondari. Tunafahamu pamoja na kutimiza majukumu yao ya kielimu, lakini wanafunzi hao wana vipaji ambao jamii bado haijavinua vipaji hivi. Kwa hiyo mimi kama mbunge nilisema sasa nitaanzisha program ambazo zitakuwa zinafanyika kila mwaka kuhakikisha kwamba wanafunzi wote wenye vipaji, basi tutatumia kauli inayosema KKK K3 ambayo ni kuibua, kukuza na kuendeleza vipaji. Kwa hiyo programu hii itakuwa mahususi kabisa kwa ajili ya wanafunzi wote wa sekondari, lakini baadaye tutaenda pamoja na ambao sio wanafunzi sasa, ambao tutaita Kafiti Kitaa Talent. Hiyo sasa itakuja baada ya kumaliza hili la wanafunzi. Kwa hiyo kauli mbiu yetu ya mashindano haya tunasema Kafiti School Talent washa kipaji. Kwa hiyo tunakwenda leo kuwasha vipaji vyote kwa ajili ya wanafunzi wetu. Sasa na katika programu hii tumeandaa programu mbalimbali. Eneo la kwanza ambalo tutakaoligusa ni eneo la kupata vipaji vya uimbaji, wale singa wote. Kwa hiyo lakini eneo la pili tutakuwa na eneo la tunawaita dancers, wachezaji. Eneo la tatu tutakuwa na presenters pamoja na comedian. Kwa hiyo katika eneo hilo watakuwa na eneo lao. Eneo jingine litakuwa ni eneo la uigizaji. Kwa hiyo katika makundi haya la mwisho, lakini sio kwa umuhimu, itakuwa ni eneo la ubunifu. Wanafunzi wengi wana ubunifu mbalimbali, lakini kama jamii bado haijatambua. Kwa hiyo kupitia, tunashukuru sana washa kipaji sasa imeanza kwenda kwa spidi zaidi kuwafikia wale wengine ambao tutawafikia kwa spidi, na hivi vipaji sisi tunawamotivate kwa, hatutakuwa na zile hashi kwamba mwanafunzi amekosa kipaji sasa ameferi tunamwambia ondoka. Hapana, tunakuwa na nafasi kama alivyosema mheshimiwa mbunge, tutakuwa na nafasi pia kukaa nao, kuwazungumza, kuwalea. Kuna kipaji kingine, ndio maana tunasema washa kipaji. Kipaji kingine kinahitaji kuwashwa, maana kinaweza kaa kimelala. Na mimi nitoe wito wangu kwa wazazi pia na walimu, mtakapoona tunapita kwenye shule zenu mtupe ushirikiano, kwa sababu leo unayemfundisha kesha anaweza kuwa Diamond wa baadaye, anaweza akiwa kina Shakila wa baadaye, huko tunaowasikia. Lengo letu kubwa sisi kama serikali tunavyoona, tuko katika namna ya kuweza kushirikiana na wadau mbalimbali ambao tunafanya namna ya kuweza kuibua vipaji. Kwa programu hizi hapa tunaongeza mambo mengi sana katika masuala ya ukuaji wa mtoto. Moja, mtu anapokuwa na kipaji, akisikia kwamba kuna kipaji lazima aende shuleni. Kwa hiyo swala la utoro pale tumeshaliondoa, kwa maana mwanafunzi baadaye kwenda kuimba kule mtaani anakozania kuna namna sahihi, kumbe anakuja sehemu ya nini ya shule, tunakuwa tumepunguza utoro. Lakini swala la pili ni kwamba kwa sababu unaona kuna zawadi ambazo zinatolewa hapa kama madaftari na vitu vingine, inakuwa ni chachu pia ya mwanafunzi kusoma kwa bidii ili aongeze ujuzi. Kama tunavyoambia kwamba huwezi kuwa na kipaji bila elimu. Kwa vitu ambavyo Kafiti Foundation vinafanya kwa kushirikiana na sisi ni katika kumjenga mwanafunzi, kumtengenezea maisha yake ya baadaye. Jina naitwa Lema Peter, natoka katika shule ya sekondari Bujinga. Namshukuru mheshimiwa mbunge kwa kuendeleza vipaji vyetu. Nashukuru na wenzangu wote. Mimi niko hapa kwa niaba ya kuwakilisha wasichana wenzangu wa kuendeleza vipaji vyetu. Tusiogope na tuendeleze vipaji vyetu. Tunakushukuru sana kwa kutuletea sanaa yetu hii ili tuweze kuendeleza. Tumhakikishie mbunge wetu, kwanza tumshukuru sana, tumhakikishie kwamba tutajitahidi sana tukiwa shuleni kusoma kwa bidii pia na kuonesha vipaji vyetu. Haya mashindano yanakuja kutusaidia kwamba utapunguza utorokaji wa wanafunzi shuleni, kwa sababu wanafunzi watakuwa wanakuja shuleni wanajua kwamba tunakuja kutafuta elimu, pia tumekuja kuonesha vipaji vyetu. Kafiti School Talent washa kipaji. Kafiti School Talent washa kipaji.